Na sasa tukirejea jijini Nairobi, ni kwa wiki moja baada ya vibanda vyao kubomolewa, wafanyabiashara wa mtaa wa Githurai 45 kaunti ya Kiambu hawajakumbatia vikamilifu soko jipya walikoelekezwa. Uchunguzi wa runinga ya Hope umebaini kuwa idadi kubwa ya vibanda bado havina watumizi, wafanyabiashara hao wakilalama kuhusu muundo uliotumika kulijenga jengo hilo. Mwanahabari wetu Vincent Kerosi amekuwa Githurai 45 na kurejea na taarifa hii. Muda wa juma moja hivi lililopita, eneo hili zima lilikuwa limejaa wafanyabiashara na vibanda vyao, lakini sasa taswira ni tofauti. Nyuma yangu utaona yapo matinga mazito ya halmashauri ya Kenha yakiwa kazini tayari kubadilisha eneo hili kuwa kituo cha mabasi. Kwa hivyo wafanyabiashara wote wakitakiwa kuingia katika jumba lililoko mkono wangu wa kushoto, ambapo wameandaliwa nafasi maalum na spesheli kwa ajili ya biashara zao. Soko hili jipya lina zaidi ya vyumba 1200. Pitapita zetu hapa zikibaini kwamba ni vibanda vichache vinavyotumika kwa sasa. Faida ya kukua huku ndani hakuna faida naona mimi. Juu customer wangu wenye walikuwa wamenizoea mahali nilikuwa saisi waoni. So hapa nikae hapa nianze kutafuta customer wapya. Wachache ambao wamehamisha biashara zao katika soko hili jipya wakisema wanakumbana na changamoto kadha wa kadha. Mbali na kupoteza wateja wao wa awali, wanabiashara hao wanalalamika kuwa muundo wa jengo hilo la orofa 5 sio mzuri kwa shughuli za kibiashara, na huenda ndio sababu kubwa vyumba hivi vimesalia mahame. Ukiangalia ile soko tuliundiwa sio soko, na narudia hapo, hiyo sio soko, ni kama shule. Tukiangalia hata vioo za hii soko haziwezi funguka. Kwa hivyo ukiingiza bidhaa zako huko, kuna bidhaa ambazo huwa zikikaa zinaoza. Hakuna venye hewa inaweza ingia kwa hiyo soko. So kama kuna mpango ya soko kuundwa, wakuja chini, wakute huyu mwananchi ako chini, mwenye anafanya biashara na mwenye anaundiwa soko, ili apeane plani ya chenye inaundwa. Yapo maswali pia kuhusu uwazi wa jinsi vyumba hivyo vilivyopeanwa, tetesi zikidai kuwa huenda kulikuwa na ubaguzi na kwamba wapo waliopokea zaidi ya chumba kimoja. Wauzaji wa bidhaa kwenye soko hili pia wakikumbana na upinzani mkali kutoka kwa wale ambao wameamua kukaidi amri ya serikali na kusalia pembezoni mwa barabara. Pia sisi tunatafutia watoto na wakati tuko huku ndani, wewe uko huko nje unauza. Na mimi nimekaa hapa sasa kuanzia asubuhi hadi saa hii nimeuza 20 bob. Na huko nje nilifika huko 6:30. Na hadi saa hii nimeuza 20 bob. Kule nje saa hizi ungekuwa umeuza ngapi? Ningekuwa nimeuza mzigo wangu yote umeisha. Wanakuja wanatuambia tunafanya hii, tunataka kuwaondoa hapa tuwapeleke hapa, na tunahusishwa kwa hiyo maneno. Juu hiyo maneno wanasema ni sisi wanajengea. Na kama ni sisi wanajengea, hata sisi wakuja watuhusishe. Wafanyabiashara hawa sasa wakilalama kwamba jengo la soko hili jipya halikujenga ifaavyo, kwa hivyo imekuwa vigumu wao kuendeleza shughuli zao za kila siku. Vincent Kerosi, runinga ya Hope, kutoka soko la Githurai, kaunti ya Kiambu.